Naam, asante sana kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya. Tukirejea kutoka kwenye mapumziko baada ya kumsikiliza kinara wa DCP Rigathi Gachagua pale akitoa yale aliyonayo kuhusiana na ile taarifa ambayo alikuwa ameahidi kutoa hii leo. Tunakuahidi tu baadaye katika taarifa zetu zinazokuja wanahabari wetu wataweza kukuchambulia kwa makini na kwa kina kukueleza taarifa ambazo zitakuwa zimejiri upande huo. Kwa sasa tuendelee na Jukwaa la Afya, maanake leo hii tunaangazia pesa na athari yake katika afya ya akili na saikolojia ya binadamu. Kabla tuende kwenye upande ule, tulikuwa tunazungumzia ile mifuko 7 ambayo mtaalamu wetu ametueleza kwamba ni muhimu. Sasa hapa Bwana Kimani alikuwa anatueleza jinsi gani iwapo hutotimiza ama ukitimiza ipasavyo itakusaidia wewe katika kuimarisha afya yako ya akili na saikolojia yako. Nadhani tulikuwa tumelizungumzia la kwanza. Tukienda katika hatua ya pili sasa inakuwaje? Tulikuwa ningetaka kusema ya kwamba kwanza safari ni yako peke yako, na jambo lingine ni kwamba watu hawana haja na wewe, wako na haja na chenye uko nayo. Wakati uko na pesa ndio maana watu wengi wanaumia sana. Wakati alikuwa na pesa alisaidia kila mahali, anasaidia kila mtu, lakini wakati yeye amelose job yake ama amefilisika, hakuna mtu anamuangalia. Jambo lingine ni kwamba mambo ya pesa ndio ina cause depression na anxiety. Depression ni wakati unafikiri mahala umetoka, mashida umepitia pale mbeleni kwa maisha yako. Inaweza kuwa ukiwa mdogo, inaweza kuwa ukiwa kijana, inaweza kuwa wakati ulikuwa unafanya kazi, mambo kama hayo. Anxiety nayo ni uoga ujao, ni uoga wa kila kitu. Ukikaa hivi ukisikia mambo ya pesa, na ndio maana unaona ukitaka kujua, unaona kama kwa matatu zetu tukiingia kwa gari, unaweza kupata gari ilikuwa shilingi 50 lakini makaga amesema ni 60. Hiyo shilingi 10 inakuwa vita sana, kwa sababu huyu mtu hataki kusikia unataja mambo ya pesa. Manake anxiety iko juu, anaogopa, na ashajiprogram, anajua mimi wanalipa hivi. Amejiprogram na anajua shilingi moja ikitoka pale sasa. Na kama sasa hivi economy iko, utapata watu kukosana ni rahisi sana. Manake watu wako na uchungu, wako na anxiety ya maisha, manake mambo haiendi vile ilikuwa inaenda mbeleni. Na kwa hivyo jambo la kwanza kabla ushughulikie mambo ya pesa ni kushughulikia your emotions na afya yako. Hiyo ni vizuri kujua wewe ni mwanadamu unatafuta pesa, lakini pesa haikutafuti wewe mwenyewe. Hiyo ni kusema wewe ni living thing, lakini pesa ni non-living thing. So hiyo ni kumaanisha wewe uko na uwezo, uko na control. Kwa hivyo chochote chenye unafanya, decision yote unafanya, ni vizuri kujua protect your mental health. Ni ya maana sana. Maanake tunasema hakuna health without mental health. Na hakuna wealth without health. Kwa hivyo mental health ni kitu ya maana sana, status yako ya kwamba hutakuwa influenced. Kwa sababu kama nikitajia mambo ya depression, utapata wakati kuna mambo mingi ya depression, kosa usingizi, unapata una raha kwa maisha, mambo mingi iko signs and symptoms mingi sana. Lakini ya muhimu sana mambo ya pesa. Na ndio maana unaona watu wengi wanakoniwa, hana pesa na amekoniwa, kwa sababu yeye anxiety yake ni mambo ya pesa. Kwa hivyo kuna vitu 3 kati ya mengi ya depression nikitaka kuhusia yenye nahusisha sana na pesa. Jambo la kwanza ni kukosa concentration. Ndio maana unajiuliza, huyu mtu mkubwa aliambiwa aje apatiane pesa na akapatiana. Akapata watu wakicheza kamari na akacheza. Na alikuwa kwa hali gani? So jambo la muhimu ni kusema kwamba huyo mtu wakati hakuwa na concentration. Unatembea tao hivi, unaambiwa na mtu nipatilishie hii, unampatilishia. Alafu anakuambia umewini 200, kwa sababu unatafuta akili inaongea mambo ya pesa. Jambo lingine ni memory, unasahau uko wapi. Unaweza ona umetupa simu, na ndio maana unaona watu wakiwa na shida ya pesa huenda ajipate ako na mashida mengi yanafuatana. Unaona kutoka shida hii mpaka nyingine, maanake hayuko stable mentally. Na la mwisho ni decision. Unapata mtu amefanya kauli yenye hajafanya ama ana regret baadaye, ndio tulisema emotional reasoning. So yote 9 ni wewe mwenyewe kushughulikia your mental health na kujua wewe ndiye wa maana kushida hata pesa. Ukishajipanga kabla utafute pesa, hutakuwa influence. Na kama vile mtaalamu amesema pia hapa ya kwamba ni kujua ni mambo gani yanakufaa, na kujua kwanza ujipange. Katika vile nilikuwa nasema stage ya kukosa pesa, nikasema mental health ya financial crisis na bad debts. Kuna pia ile ya financial instability.
Huyu ni yule mwenye anapata mshahara, na hapo ndio watu wengi wako, ambapo anapata mshahara lakini haitoshi, kila mwezi lazima akae akikopa, akipata jambo la 1,000. Na hii inaumiza sana wale vile miaka inasonga. Umefika miaka 35, miaka 46, miaka 50, na ukiangalia chenye umekuwa ukifanya, hapo ndio mental health inakuja, kwamba ukiona wenzako wamesonga mbele, wewe husongi. Na ndio maana tunasema kuhusisha mtaalamu kama vile tumesema yule wa finance. Unakaa chini unamuuliza, ni mimi na pesa yangu hukuja hivi, nimekuwa nikifanya hivi na bado sisongi. Hapo ataweza kukusaidia wewe kwa mwanasaikolojia aweze kuona emotions zako. Manake kuna hii trauma. Watu wengi wako na uchungu, amelelewa, alipitia traumatic life experiences. Ama ni kama ile mwenye alisema pale kwa Narok ya kwamba ako na story ya doa inamletea pesa shida, wamekula pesa shida pamoja, amepata pesa, then pesa ikuja wanaachana. So pesa sio pesa inafanya waachane, na sio pesa inafanya warudiane. Kitu inafanya ni emotional status ya wawili. Maanake usipokarabati hii, ni kama vile huwezi kuendesha gari kama hujasomea. Utaigia tu ile saidi yote ile, itateremka hujui ikipanda. Kwa hivyo la muhimu ni kushughulikia wewe mwenyewe, na ujue watu hawana haja na wewe, wako na haja na chenye uko nacho, na wakati uko nacho ndio wanakukujia. Na hili swala la community katika huu mfuko ambao tumesema kuna mafungu 7. Nataka tulizungumzie sana. Maanake kama alivyotuelezea mtaalam ni kwamba lazima uwe na kiwango fulani ambacho unapeana kwa jamii. Je, kuna watu ambao wamepeana na bado wanapata matatizo ya kisaikolojia na afya ya akili, na pengine ni makosa gani ambayo watu hufanya bila kujua? Ningetaka kusema beleni mambo huenda yakibadilika. Kwa mfano, kuna kitu inaitwa black tax. Black tax ni wakati umeangalia kwa familia yenu ukaona fulani ni kweli ako disadvantaged. Kwa hivyo umeamua kushika mkono ndio asoge pia afikie wengine. Now, shida tunayo, hiyo ni vizuri na pia ni vizuri, manake hiyo ni kazi mzuri. Maybe maana naona kuna tatizo kidogo ni kwamba ukishika mtu mkono wakati umeumia, yeye haelewi. Maybe nikulete kwa karibu sana. Tuseme kulikuwa maybe miaka 10 iliyopita umesaidia mtu nampea kama 5,000 ama 10,000. Halafu imefika mahali kodi imeongezeka na kila kitu yake haikatwi. So yeye anatarajia inafaa kuongezeka. Na hapo ndio unaona shida inaingilia, kwamba sasa hutusaidii. Na watu pia hawana ile ya kusema sasa niko na uwezo, sasa achana na mimi. Sasa mimi naweza kusimama saidia mwingine. Hapo ndio tuko na shida. Ukishika mtu mkono hivi haachilii. Sasa ukishika 5 na hizo commitment. Na hizi commitments saa nyingine zinakuanga emotional pia. Hiyo nao ndio shida nyingine ya kwamba umeattach emotional. Na nilisema emotional na finance ni tofauti. So unafanya kitu yenye huwezi sustain. Kwa mfano, hata wewe pia kwa familia yako unaweza pata, nimeona watu wengi wamepeleka watoto shule zingine za nguvu sana. Lakini mwaka mmoja ukiisha hawezi endelea, maanake kuna yule mdogo. Na pia nikwambie kitu nimeona inatuaffect sana. Wakati mtu anaajiriwa, akiajiriwa akiwa kijana ama akiwa msichana, kuna ile salary anapata. Jiani ameoa, jiani ama ameolewa, jiani amepata mtoto, jiani mtoto ameingia shule. Hakuna vile kampuni nasema now that you may change, tutakuongezea kulingana na mahitaji yako. Na maybe kitu ningetaka pia mwenzangu pia aelezee hapa ni kukosa kitu inaitwa emergency fund. Emergency fund ni security yako. Ni kama vile utaona mzee huko ushago ako na mkogojo. Huyo nao ni security yake. Akikutana na mbwa kwa njia amsubue atagonga na hiyo. Akisikia kuanguka anajishikilia. So hiyo security ndio inaumiza sana. Maanake watu wanaishi na uoga. Ndio maana ako 45, ako 50, ako 55. Na ningetaka kusema nimekuwa nikiongelesha kampuni kadhaa mambo ya pension. Na beleni wengine watakuita mtu akiwa na 59 years. Si ati huna la kusema, lakini ungeitwa wakiwa 45 watajipanga mapema na waweze kuelezea. So issue ya pension na kujipanga ni kwamba unajipanga kimawazo mapema. Manake pia hao ni watu huhurumia sana. Hao ndio wanaumia sana kimawazo. Amestaafu na miaka 60. Akifika pale anapata mawaidha mingi, unreliable information. Nunua pickup, utafuga ng'ombe, ananunua pickup ya 2.4 million. Amepata maybe kama 4 million. Halafu anafuga ng'ombe 2. Na hawa ng'ombe 2 hata hajui kukamua, hajui majani yatoka wapi. So finally inamwacha mahali miaka yote
40 amefanya kazi inakuwa bure. Kwa hivyo issue ya community, saidia mahali utaweza, na kama huna uwezo usikue guilty. Tulisema usisikie haya, usikue guilty, usiwe na haya yeyote. Sema kwa sasa hiyo harambee sitaweza kukuja. Jambo lingine nimekuja kuona linasaidia sana ni kutoenda kwa hiyo harambee mwenyewe, unatumana. Maanake utapata watu wengi wanakuwa influenced. Wewe ndiye mgeni, wewe ndiye chief guest. Mgeni mheshimiwa, halafu mwenye ako hapo tu na si mgeni amesema ametoa 10,000. Wewe umetoka Nairobi zako umeenda na 8,000 ama 5,000. Sasa itabidi unapiga simu pale na pale, unatoa emotionally, ushatoa ndio ufufiru pale. Manake unaona 5,000 ni kidogo, manake wengine mwingine hakuitwa. Amesema hata siku hamkunialika, lakini niko na 10,000 hapa ama 20. So saa nyingine sio lazima uende, unaweza tumana na itasaidia manake. Na hii ya kutumana nadhani hapa alikuwa tunaiongea behind the scenes. Kuna wale ambao wamezoea kutumana, you are never there wakati watu wanakutaka. Je, tukiangazia umuhimu wa haya mafungu 7 na hii community, kama hauko wewe kazi yako ni kutoa tu, haitawahi kukuathiri pengine kisaikolojia baadaye ambapo utakuwa unahitaji ile jamii? Jamii sijasema usiende kila wakati, sana wakati uwezo wako unapungua. Kwa sababu kumbuka, kama sasa umeitwa harambee Narok ama umeitwa Nanyuki, so utahitaji 5,000 ama 10,000 za kuweka gari yako mafuta. Umeenda na 10,000 lakini ukaenda ukatoa 5. Haya, saa hii kitu kingine iko, wakati economy iko juu, social engagement inapungua. Na tuangalie tu system vile iko. Mimi kama niko na shughuli zangu, naenda Mombasa, naenda kupeleka dori, nimekualika Mwanahamisi, ukinipeleka alafu unipatie 2,000 tukiingia pale, wewe umelipa SGR, umelipa kama umetumia 6,000 kunipeleka, lakini umenipea 2,000. Kwangu mimi nitaona mwenye amenitumia 5,000 ni kama kwa maana sana, kwa karibu na mimi kushida wewe ulifanya nini? Manake hitaji la pale lilikuwa la pesa. Sasa hapo ndo pale tunasema binadamu hawatosheki. Exactly. Huwezi ukawaridhisha wanadamu 100%. Manake wewe umeona wacha ujibebe. Na pengine wewe hata umemwambia mimi nitakuja na SGR na nitapanda first class. Hapo umelipa pengine 4,500. Kwenda na kurudi hiyo ni 8,000, ni 9,000. Umekwenda yani hamna umetumia karibu 15,000 mpaka mkafika pale kwenye ile shughuli, na ulikuwa na 20,000. Ukasema hizi 5 zilizobaki ndo nitampatia rafiki yangu. Lakini rafiki anaona afadhali ungenipa zile 20 zote. So watu wafanye namna gani? Maanake huwa anadhani kwamba nikifanya hivi akiwa na mimi ataniona kwamba niko na yeye, lakini tufanyeje? Kuna hiyo support. Kwa hivyo chenye nilikuwa nataka kusema, huwezi toshelesha wanadamu. Kuna vile wako na vile wangekuwa. Kwa mfano, nimekuwa kwa kampuni kadhaa Beleni, nimeajiriwa pale. Na Beleni tulikuwa kama mtu amepata msiba, mnakusanya pesa, mmepatia yeye, ameenda matanga yeye mwenyewe, ameenda mazishi, kama ni Mombasa ama ni Nakuru ama wherever. Lakini siku hizi ikaonekana ya kwamba watu either hawapeleki ama vitu kama hizo. Manake na yeye amesuluhisha shida zake za pesa. Sasa wakati ilitokezea kwamba manake siku hizi kampuni wanafanya hivi, wanatuma mtu ama wanatuma watu 2 tuende pale. Sasa unaona mwenye kupelekwa pia ako na shida, na ndio wanafika pale wanapata ni tofauti. Utapata mtu kwa kampuni akiingia alisema yeye maybe hana mzazi fulani, hana baba fulani. Lakini mkifika pale nasikia wakisema ako na baba. Ukifika pale unapata ni anko. Sasa ndio nasikia Kiswahili ni kwamba baba mlezi sijui baba nini na mambo kama hayo. So ile kitu nasema ni kwamba pia watu kuna vile wanahitaji, na ndio maana na watu wengine wanasema uko na hitaji la kwenda mahali fulani, ungetaka nikusaidie aje, nikupeleke physically kabla kujiamulia physically ama nikutumanishie ujipange, hapo uko sawa. So kupeana ni sawa, lakini shida ni kupromise ama kupeana emotionally, kwa sababu una influencewa na watu wengine. Okay, sawa. Nikija kwako mtaalamu wetu wa fedha, unadhani vijana wengi siku hizi wanahusiana vipi na fedha? Maanake katika siku ambazo tunaziona unakuta vijana wanasema kwamba wanataka waonekane kwamba wamefanikiwa. Hili linaweza kusababisha wao wakafanya maamuzi gani ambayo si mazuri ya kifedha? Mtu haangalii background yake kule alikotoka, hajiangalie yeye mwenyewe uwezo wake wa kutafuta zile pesa, lakini ana kikundi ambacho anataka naye awe ana belong pale ndani.
Kuna mambo yamebadilika. Kuna watu wengi tunaishi kwenye simu ndani. Tuko ndani. Tuseme social media. Tunaangalia kila kitu kwenye social media. Tunaona watu wamepiga picha ya gari. Hatuna jinsi ya kuhakikisha lile gari ni lao. Watu wamesema wameenda likizo, wako Dubai. Kumbe ni picha ya Dubai ndiko nyuma wakapiga picha. Na sisi tunataka fanya nini? Tushindane tufike mahali pale. Mtaalamu amesema kwenye hii safari uko peke yako. Na sababu uko peke yako, kama uwezi jikidhi, uwezi jibeba, wacha kubeba watu wengine. Kwa hivyo ni vizuri kama vijana kuhakikisha mimi nina mpango, nina vile ninataka kuenda. Na kuna kitu moja nataka kusema kwa vijana. Because tumeona siku hizi mwenzangu amesema mambo ya pension, mambo ya retire. Siku hizi imekuwa kijana anapata kazi, miaka miwili anatoka anaenda nyingine, anatoka kazi anaenda nyingine. Na hiyo imekuwa kawaida na imekubalika. Watu hawakai kwa mwajiri moja siku nyingi. Kitu ningetaka kuhimiza hapa ni kila mtu awe na mfuko wa dharura. Emergency fund. Because sababu kama uko peke yako, lile pato lisipokuja hauwezi ongelesha jamii kusaidie. Lazima ujisaidie. Na jamii hawaulizi ule alikosa ajira ilisha atakula nini. Hakuna mtu analile swali, uko peke yako. Na kuwa yeti mapato yataisha ni limekuwa jambo la kawaida. Makampuni yanafunga, mengine yanaona wafanyikazi ni wengi, tutawapunguza kidogo. Mwaka uliopita kuna ule jamaa ule Trump wa president wa US ametoa mfuko ulikuwa unasaidia NGOs nyingi, zile pesa haziji, NGOs zimesema watu waende nyumbani. Tumeona watu wana biashara, kioski zinakuwa ziko barabara, lazima ziondoke ndio tujenge barabara. Tumekuwa na vitu nyingi zinafanya, ulikuwa na matarajio utapata mapato. Lakini kwa sasa mapato haiji, na yale nasema uko peke yako. Ama vitu zingine za kawaida tu, kuna dharura. Siku hizi nimesema tunaishi kwenye simu, because simu ni kila kitu kwetu. Ni benki, tunapata information hapa, tunawasiliana hapa. Na hii simu ni ile tu inaweza kaanguka ikavunjika. Na ni kusema basi kama simu imevunjika, sioni watu wangapi wataishi siku mzima kama hawana simu nyingine. Zile hela za kununua hiyo simu nyingine ziko wapi? Una gari lako nzuri, limepita barabarani, limeenda limegonga pengine pavement ama nini, lazima litaundwa. Kwa hivyo lazima tukue na mfuko wa dharura. Mfuko wa dharura ni muhimu, na ni kusema ule mfuko wa dharura ni pesa zinazotosha kulipia kila kitu kadri miezi mitatu. Ukikosa ajira kwa miezi mitatu hakuna kitu itabadilika. Ile mfuko 7 tulisema utachangia yote ya 7. Kama ulikuwa wewe ndio una support wazazi pengine kuwanunulia dawa, bado utaendelea miezi mitatu. Kwa sababu kwa hiyo miezi mitatu utakuwa umetafuta jinsi nyingine. Kwa hivyo unasema mtu aweke akiba kama pengine ameajiriwa sawia na ule mshahara anaopata kwa miezi mitatu. Na sio lazima ikae pesa kwa benki. Hapana, ni kuwekeza. Na ndio tunasema unaweza kaekeza pengine kwa money market fund, na zipo kuna watu wana jinsi nyingine za kuwekeza kidogo tu ika kwenye benki, lakini hizi zingine ziwe mahali zipo. Ukiweza miezi 6 afadhali. Maana ni kusema kama ajira kumekuwa na shida, basi kwa miezi 6 hautasumbua mtu, utakuwa ukijiendeleza vizuri. Kwa hivyo hiyo ni muhimu sana kwa vijana, because tumeona tumefika mahali vijana wamesoma vizuri, wameenda chuo kikuu, wamepata kazi, wakifika mwisho kazi imeisha, unaona wanarudi nyumbani kwa wazazi. Wazazi wengi wale tunasema young adults wako 20, lakini ni wazazi ndio imekuwa shughuli yao kuwalisha, na wale ni watu wazima, na pengine una watoto wadogo utalipia karo shuleni. Kwa hivyo hiyo inakuwa shida. Kwa hivyo kwa vijana kama wakifanya hivyo, basi na maneno ya kusema kuna options mingi sana siku hizi kama wanataka kuwekeza, na vijana wengi wanapenda kuwekeza. Na kuwekeza sio betting, tukubaliane. Wako wengi wanaona kama betting ni kuwekeza. Ile sio kuwekeza. Ile kamari sio kuwekeza. Ile ni pata potea. Na tukubali kama unaweza pata, unaweza poteza. Lakini watu kuna kitu hawajafahamu. Hizi kampuni zimeundwa za kufanya hiyo kazi, zina jinsi ya kuchukua pesa zako
kuliko wewe una jinsi ya kuchukua pesa yao. Sana sana kwa mwisho wa siku kampuni ndio hupata pesa nyingi, na ndio sababu hawataki watu wakuja walete 1,100 ama 10,000. Wanataka 50, 20 kidogo kidogo, ili usisikie ule uchungu wa kutoa. Lakini hiyo pia ni jinsi ya wale wana kidogo ndio huwa wanaona watapata mingi bila kufikiria zaidi. Mtu wa 100,000 ni vigumu sana kuja kuweka pesa yake bila kuuliza maswali kwa wingi, na kwa hivyo hiyo sio jinsi. Kwa hivyo tunasema kuna njia nyingi wanaweza, zile hela wanapata wanaweza invest. Siku hizi kuna apps nyingi kwa simu, unaweza weka pesa kidogo, unanunua shares kidogo, unaweza jifunza mambo ya forex trading na ufanye forex trading. Kuna wale wanajifunza cryptocurrency, jinsi ni nyingi. Kwa hivyo sio wewe tu unafanya kazi, pia hela zako lazima uzizoeshe zifanye kazi. Turudi kwa wale ambao yanatokea hivi sasa. Tunajua kwamba shule zimefunguliwa, watu wameingia katika muhula wa 3, lakini hadi wa leo kuna mzazi ambaye analia, anasema kwamba hana karo ya kulipia mtoto. Hapa mpaka Ijumaa kuna watoto watarudishwa nyumbani kwa sababu hawajalipiwa karo. Tatizo liko wapi? Na watu walikuwa wanajua kwamba huu muhula utawadia. Kujipanga, sio muhula. Yule mtoto ana umri gani? Ule ana umri wa miaka 14, 15. Kwa hiyo ushamuona hizi miaka zote. Itabidi tulisema ule mfuko wa saba lazima tufikirie kesho, na kama tuna watoto tunasema basi lazima nishughulike, niweke akiba kiasi, ndio akifika mahali pale tutaweza gharamia. Na kama kuna mfuko wa dharura, unaona hatuwezi kwama hata kama tumekuwa na shida, ni hali ya kujipanga, na sio kujipanga peke yake. Mshauri ametuambia lazima ujihisi wewe mwenyewe una uwezo. Maana naona watu wengi wanashindwa kufanya kitu rahisi sana. Kama unajiamini, enda shule, kaongea na mwalimu. Mwambie mwalimu, hizi hela mumeuliza nilete 10,000. Mimi sina 10,000. Nina hizi 3. Nitakupokeza hizi 3, lakini zile zingine nitaleta. Nitaleta 2,000, lakini ukisema utaleta 2,000, 4,000, lazima uhakikishe umefanya vile. Maana ukifanya vile, huo muhula mwingine. Walimu wamekubalia wazazi wengi kufanya hivyo, lakini wanashindwa. Ndio maana unaambiwa hakuna mtoto kama hajali. Wengine mwanzo kama una balance unaambiwa hakuna kuingia. Zile nyingine ambazo hazitaki kelele na wazazi. Wazazi wamekuwa waongo. Uwezi ukaendeleza kwa uongo. Na ile ngoja kabla uendelee, ile inaathiri vipi afya ya akili? Ya kwenda kusema mambo utayafanya alafu baadaye hutimizi ahadi. Ningetaka kusema vile nimekuja kuona maisha. Kuna ile pesa unapata ya kufanya kazi fulani. Kwa mfano, kuna ile pesa ya rent. Kuna ile pesa ya school fees. Hiyo pesa ukiipata, ukiitumia vibaya, kupata ingine imekuja kuona imekuwa ngumu. Kwa hivyo kitu itafanya, kama mtoto wako anakuja nyumbani, we mwenyewe unapata stress. Na hizi stress zinakuja because mtoto wako amefukuzwa nyumbani ama unamtarajia, so unakana anxiety. Na kurudia pale chini kusema ya kwamba pesa lazima itahitajika wakati wowote ule. Hakuna siku pesa haitahitajika. Na ndio tunasema, nikiongezea vile amesema mambo ya emergency fund. Emergency fund kawaida nikienda kwa mikutano wakati nafanya training, nikiuliza watu emergency fund wanasema ni pesa ya kununua kitu yenye ni case upate issue. Pesa actually emergency fund ni kama thermometer. Mtoto akiwa na joto, umeguza hivi, umesikia ni kama ako na joto, so unadhibitisha kufanyia nini? Kutumia thermometer. Na hii ndio watu wanajiuliza, nilikuwa na pesa, nilifanya makosa gani? So emergency fund, mimi husema hiyo ndio thermometer ya maisha yako. Before uhame ile nyumba, unajiuliza saa hii budget yangu nyumba naishi ni 50,000. Watoto wasome na tukule, tulipe rent na kila kitu mpaka gesi na kila kitu. So before niende nyumba ingine nipandishe maisha kwenda kwingine, niko na uwezo wa kukaa kwa hii nyumba miezi 3 vile amesema, ama miezi 6 ama miezi 12 before ni expand my lifestyle. Hapo ndio shida huanzia. So watu hawana thermometer ya kupima, hawana tester. So ukisha test uone uko na pesa ya 3 months, unaweza hama. Before uhamishe mtoto shule kutoka hii mpaka ile nyingine, uko na tester ya kwamba saa hii analipa karo ya shilingi 20,000. So ninazo pesa za kumsomesha miezi 6. Na kwa hivyo tukishajua hakuna siku pesa haitahitajika, masomo lazima tutasoma, lazima iendelee. Kwa hivyo hiyo ni kitu tutafanya. Manake vile nilikuwa nasema pale kwa emergency, kwa mambo ya process ya class. Kumbuka kuna kitu sikumalizia, naomba nimalizie ile ya financial stability. Kawaida watu wengi hufika hapo ya kwamba hiyo class ako na financial stability, ya kwamba ako na pesa.
huu ndio wakati wa kuweka emergency fund vizuri. Financial stability ni wakati yenye unalipa madeni yako na unabaki na 10,000 ama 20,000 kwa akaunti yako. Hapo kawaida mimi husema ni boda kati ya wewe kukaa maskini ama kuwa tajiri. Manake hii pesa inabaki inaweza work against you ama work for you. Manake umelipa huna shida ya madeni, huu ndio wakati watu huhama. Lakini hana emergency fund. Hapo ndio unaona amepata maisha siku moja, ameenda kwa liabilities. Ambapo sasa hii pesa imeanza kupata gari, kuishi nyumba ya hali ya juu. Sasa akishajipanga akue unapima, hiyo ni testa unafaa kuwa nayo wakati wote. Ya kwamba nisipoenda kazi kesho naweza kujisimamia miezi mingapi. Kawaida vile mtaalamu amesema ni either miezi 3, miezi 6 na sana sana ikiwezekana mwaka mmoja. Sasa unajua hapa Bwana Kimani, tunazungumzia watu ambao wana ajira. Watu ambao mtu ana ajira pengine ya kuanzia 30,000 kwenda mbele. Kuna yule ambaye kazi yake pengine ni ya mjengo. Anatoka ama ni kibarua ama ni mfanyabiashara. Faida yake kwa siku pengine anaweka shilingi 300. Unajua mtu kama yule akitutizama hivi sasa anaona hawa wanazungumzia audience ya watu wengine ambao sisi hatuwezi. Sasa watu kama wale tutawasaidia namna gani? Manake mtu anatuangalia anasema hawa wananiambia niweke mshahara wa kama miezi 3. Mimi mwenyewe it is hand to mouth. Mtu kama yule tutamsaidiaje ili na yeye aweze kujikimu maisha yake na hata yeye pia aweze kuwa anaweza kuchangia katika ama hizi za walioajiriwa peke yake? Watu wote. Haya mafungu 7. Kila mtu anaishi na mapato. Hata mfanyabiashara, hata mtu ambaye anakwenda kufanya kazi ya mjengo atasaidika vipi ili yeye na yule mama ambaye yuko nyumbani. Unajua mara nyingi utapata kuna yule housewife, kuna mwingine ni single mother. Sasa anaangalia mimi na haka kamshahara kangu kadogo nitasaidika vipi? Naomba tuende katika uhalisia wa maisha ya yule mlala hoi. Tunasema kama Kiswahili mnasema mlala hoi. Kama ni kidogo hiyo ndio kwako. Na hiyo ndio utatumia. Uweze kutumia jirani. Ametuambia vizuri uko peke yako. Lakini penye hali huko. Kama una shilingi 100, sio lazima utumie 100. Ukitumia 90, hakuna kitu kwa maisha itabadilika. Unajipata tu kwa hiyo 90, umeishi vile ungeishi. Lakini ile 10 umefanya nini? Umeweza kuweka kando. Na ndio kuna jinsi mingi za kuweka pesa hata kidogo. Kwenye simu tu, hata shilingi 20, unaweza kaweka kando. Hatusemi ule mfuko utaufanya na mwezi mmoja, mwezi 2, lakini unaono. Umefanya hesabu. Umesema kwa mwezi mmoja mimi hutumia hizi hela kufanya mambo yote. Na lile ndio lengo. Sasa kama lile ndio lengo, basi unasema nitafanya nini? Kidogo kidogo nitaanza kufanya vitu kadhaa. Naweza kuona kuna mahali kidogo naweza punguza gharama. Ndio angalau tupate ile 20. Ama kuna jinsi nyingine naweza pata pato lingine. Tumesema tu ni housewife, lakini kama una nafasi kidogo unaweza kuuza chakula. Sasa huendi sokoni manake unachuna. Sasa unasema kwamba tutafute njia mbadala za kuongeza ule mfuko wetu ama za kupunguza matumizi ya ule mfuko wetu. Njia hizo mbili tu. Sawa, tutarudi tuje tuyazungumzie zaidi. Manake najua hilo ni swala ambalo linakera wengi. Wanaona ni kama tunazungumzia watu wa haiba nyingine, lakini kumbe mfuko huu hata wewe ambaye hujaajiriwa, wewe ambaye unapata kazi za vibarua hapa na pale, ni muhimu uweze kutimiza. Takuja tuzungumze mengi. Kwa sasa tupate mapumziko mafupi ili tuweze kupata nafasi ya kupata yaliyomo kwenye taarifa zetu za saa 7, alafu tuje tumalizie mjadala wetu hapa ndani ya studio.